nirudieni mimi, asema Bwana. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Ijumaa, juma la 4, kipindi cha Kwaresma, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Hekima, sura ya 2 aya ya kwanza na aya ya 12 hadi ya 22. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Yohane, sura ya 7 aya ya kwanza hadi ya 2 na aya ya 10, aya ya 25 hadi ya 30. Karibu tusikilize Injili. Somo katika Injili ilivyoandikwa na Yohane. Baada ya hayo, Yesu alikuwa akitembea katika Galilaya, maana hakutaka kutembea katika Uyahudi, kwa sababu Wayahudi walikuwa wakitafuta kumuua. Na sikukuu ya Wayahudi, sikukuu ya vibanda, ilikuwa karibu. Hata ndugu zake walipokwisha kukwea kuiendea sikukuu, ndipo yeye naye alipokwea, si kwa wazi, bali kana kwamba kwa siri. Basi baadhi ya watu wa Yerusalemu wakasema, je, huyu siye wanayemtafuta ili wamuue? Na kumbe anena waziwazi, wala hawamwambii neno. Yamkini hao wakuu wanajua hakika ya kuwa huyu ndiye Kristo. Lakini huyu twamjua atokako, bali Kristo atakapokuja hakuna ajuaye atokako. Basi Yesu akapaza sauti yake hekaluni, akifundisha na kusema, mimi mnanijua, na huko nitokako mnakujua, wala sikuja kwa nafsi yangu, ila yeye aliyenipeleka ni wa kweli, msiyemjua ninyi. Mimi namjua, kwa kuwa nimetoka kwake, naye ndiye aliyenituma. Basi wakatafuta kumkamata, lakini hakuna mtu aliyeunyosha mkono wake ili kumshika, kwa sababu saa yake ilikuwa haijaja bado. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Wapendwa wa taifa la Mungu, tunapoendelea na kipindi hiki cha Kwaresma, ambapo tunaalikwa hasa kwa watu wa sala, kufanya matendo ya huruma na kufanya toba. Katika Injili hii tuliyosikia hivi punde, basi tutafakari pamoja, ili basi katika hayo yote matatu yaendelee kututafakarisha na kutujenga katika kipindi hiki cha kuelekea kipindi cha Pasaka. Wapendwa wa taifa la Mungu, katika Injili hii tunamwona Yesu akiendelea kuhubiria watu, lakini akiwa akifanya utume huo kwa kujificha, kwani alitambua Wayahudi walikuwa wanamtafuta na wanataka kumuua. Hivyo basi alitambua kwamba ile saa haikufika, ule mpango wa Mungu ulikuwa bado haujawadia. Kumbe basi katika Injili hii, ndugu zangu, tunajifunza mambo makuu mawili. Jambo la kwanza ni kujua wakati wa Mungu. Wakati huu tunapaswa kuutii. Mpango huu tunapaswa kuutii. Ndugu zangu, Yesu alikuwa anajua wakati wake. Ndiyo maana hakuzunguka miji ya Galilaya, hakuzunguka katika miji ya Yahudi, bali alienda Galilaya, kwa sababu huko viongozi wa Kiyahudi walitaka kumuua. Aliishi kwa kufuata mpango wa Mungu. Lakini hata alipokuwa huko Galilaya, alikuwa anajua kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanamtafuta, lakini aliendelea kuhubiri bila uoga. Ndugu zangu, katika maisha yetu tunapata funzo na tafakari kubwa katika dhima hii. Wapendwa wa taifa la Mungu, kuna nyakati za kusubiri. Sisi pia tuna wakati wetu uliowekwa na Mungu. Je, tujiulize, mimi na wewe tumekuwa watu wa kusubiri? Tumekuwa watu wa kumtegemea Mwenyezi Mungu na kuamini upo wakati ambao sala zetu na maombi yetu tunaompelekea Mwenyezi Mungu
siku na saa ambayo Mwenyezi Mungu ameipanga, basi sala hizo zitajibiwa. Tukifahamu ya kwamba katika dunia hii ya leo tunapitia mambo mengi ambayo pengine kwa uwezo wetu wa kibinadamu inatuia vigumu kuvumilia matatizo na shida hizo, lakini daima siku ya leo tunaalikwa kujua wakati wa Mungu, kujua wakati sahihi ambao Mwenyezi Mungu atatujibu sala hizo katika shida ambazo kila siku ya maisha yetu au mara nyingi zinatupata. Basi ndugu zangu, kwa kutumia mfano mmoja ambao mtu mmoja akiwa baharini pamoja na familia yake, yani wakiwa katika boti, walipofika mbali kidogo mwa pwani, basi ile boti au kile kifaa ambacho walikuwa wanasafiria kilipata hitilafu na kikaanza kuzama. Basi yule mtu akiwa pamoja na familia yake nzima, mke wake pamoja na watoto wake, walizama kwenye maji katika kina kirefu na kupoteza maisha. Hivyo basi, kwa sababu huyu baba wa familia hii alikuwa na ujuzi wa kuogelea, aliweza kujitetea, aliweza kujiokoa na maji haya na kufanikiwa kufika katika kisiwa kimoja. Hivyo baada ya kukaa kwa zaidi ya siku 4 mpaka 7, mtu huyu akawa anamlalamikia Mungu, kwa nini umenipa hii adhabu? Umeniondolea watu ninaowapenda, mke wangu pamoja na watoto wangu, lakini pia umenileta hapa, hakuna chakula, hakuna sehemu ya kujihifadhi. Akiendelea kumlalamikia Mwenyezi Mungu kwa kumtendea hayo yote, akaamua kujijengea kibanda kidogo ili ajihifadhi. Baada ya kupita siku kadhaa, akaendelea tena kulalamika na kusema, Mwenyezi Mungu, naomba unitoe katika sehemu hii ambayo hakuna chakula, siwezi kulima, siwezi kujikidhi katika maisha yangu haya ninapoendelea. Basi siku moja akiwa pembezoni kidogo mwa ile nyumba au kile kibanda alichokitengeneza, kilianza kuteketea kwa moto. Ndipo tena akawa analia kwa uchungu akisema, kwa nini Mwenyezi Mungu unanitendea haya? Lakini kipindi ambacho kile kibanda au nyumba inaungua kwa moto, wavuvi wakiwa mbali walistaajabu na kuona moto mkubwa katika kile kisiwa, na wakasema ni nini kile? Kumbe basi waliamua kufika eneo lile na kuweza kumsaidia mtu huyo. Kumbe ndugu zangu, katika mfano tunaona mtu huyo alikuwa na shida, lakini hakuwa na subira, hakuwa na ule moyo wa kusubiri. Kumbe Mwenyezi Mungu kupitia kibanda hiki ambacho kiliwaka moto, wavuvi au msaada wa wavuvi uliweza kumfikia. Sisi nasi katika maisha yetu pengine tumekuwa kama mtu huyo ambaye mara zote anakuwa anamlalamikia Mwenyezi Mungu kutokana na shida nyingi na matatizo mengi ambayo yanatukuta katika maisha yetu, na kufikia kumlaumu Mungu kwa nini haya yote yanafanyika katika maisha yetu. Kumbe pengine bila sisi kujua kwamba tunapaswa kuwa na subira, tunapaswa kuvumilia kwa wakati ujao, wakati ambao Mwenyezi Mungu ametuandalia mpango wake katika maisha yetu. Lakini pia taifa la Mungu, katika injili hii ambayo tumesikia hivi punde, tunaalikwa pia kuhubiri injili hata katika mazingira magumu. Ndugu zangu, tumemwona Yesu japokuwa alikuwa anatafutwa na Wayahudi ili waweze kumuua, lakini aliendelea kuhubiri injili bila uoga. Yesu anahubiri kwa watu angalifahamu kuwa anatafutwa ili auawe. Ndugu zangu, sisi sote ni Wakristo wabatizwa. Pale ambapo tumebatizwa, tunaalikwa kuhubiri injili bila uoga. Tunaalikwa kuhubiri injili hata katika changamoto mbalimbali. Ndugu zangu, watakatifu na wafia dini walihubiri injili katika mazingira magumu. Hata wengine tunawasoma katika historia zao, waliuawa kwa kukatwa vichwa, waliuawa kwa kuchomwa, mashahidi wa Uganda, na wengine pia waliuawa kwa kuchomwa visu, kwa kupigwa risasi. Kumbe sisi nasi katika maisha haya ya sasa tunaalikwa kuhubiri injili, kuwafundisha watoto wetu injili, lakini hasa tukiendelea kumtumainia Mwenyezi Mungu katika maisha yetu. Ndugu zangu, je, mimi na wewe tunaweza kuwa wahubiri wa injili katika sehemu zote, hasa katika mazingira magumu? Kumbe ndugu zangu, tutafakari na tuendelee kuwa wahubiri wazuri wa injili
hasa katika kujikita kuwasaidia wahitaji kwa kufanya matendo ya huruma katika kipindi hiki cha mfungo wa Kwaresma. Huko ndiko kutafuta utakatifu kama Mtakatifu Gaspari alivyosema, lakini pia kuwahudumia bila uoga, ubaguzi, bali kwa upendo na unyenyekevu. Tukirejelea katika Injili ya Yohana hii sura 7 aya 37 hadi 38, Yesu anatoa wito mzuri: yeyote aliye na kiu aje kwangu anywe. Kama mtu ataniamini, mito ya maji yenye uzima itatiririka kutoka ndani ya moyo wake. Kumbe basi, Kwaresma ni wito wa kutambua kiu yetu ya kiroho na kuja kwa Yesu ili atupatie maji hayo ya uzima, ya uhai, yaani Roho Mtakatifu anayetupatia uzima mpya. Ndugu zangu, katika tafakari hii tumuombe Mwenyezi Mungu ili kupitia Roho wake Mtakatifu atufundishe kuwa watu wa kusubiri, kuwa watu wa kutambua wakati wako, wa kutambua wakati wa Mungu, wakati ambao ni sahihi wa kujibiwa kwa maombi na sala zetu, ili mpango wake uweze kutimia katika maisha yetu. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Marki Dismas Ibede wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Tumsifu Yesu Kristo. Pigeni tarumbeta katika Sayuni, kusanyeni wazee, kusanyeni watoto. Nirudieni mimi, asema Bwana. Nirudieni mimi, asema Bwana. Nirudieni mimi, asema